Ushindi wa Simba mabao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspur na kutanguliza mguu kwenda katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio tu kwamba umewapa furaha mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba juu ya ushindi huo, kwa sababu wao kushinda hasa katika timu za kule Eswatini sio jambo la kushangaza sana. Upo msimu mara mwisho wamekwenda pale walishinda 4-0 dhidi ya Mbabane. Lakini furaha zaidi kwao na matumaini makubwa kwamba wanaweza kufanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF msimu huu ni namna walivyoshinda. Ndio, ikumbuke kwamba hapo kabla Simba cheza yake katika mechi iliyowafanya wafuzu katika raundi ya pili pale walipocheza dhidi ya Gaborone United, ilikuwa walilazimika kucheza kikubwa sana ili kusonga katika raundi hii ya pili ambayo sasa wanakabiliana na Nsingizini Hotspur. Dhidi ya Gaborone United, Simba kuna baadhi ya maeneo walikuwa tofauti, na hasa katika umiliki wa mpira. Simba kwa kawaida inafahamika inapocheza dhidi ya timu ambazo kwenye viwango vya ubora wao wako juu kuliko hiyo timu, wao siku zote huwa sio tu wanashinda bali pia wanamiliki mpira, wanafanya mashambulizi mengi, wana dominate dhidi ya wapinzani. Lakini katika mechi ya raundi ya awali ya kuania kufuzu kwa raundi ya pili ya awali ili kupata tiketi ya kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, pale walipocheza dhidi ya Gaborone United, Simba walizidiwa umiliki wa mpira. Simba walizidiwa hata kufika katika eneo la mwisho na kufanya majaribio. Mwisho wa siku wakasonga mbele kikubwa sana, kama zilivyo klabu nyingine kubwa barani Afrika kwa michuano ya CAF, kwamba wakati mwingine hata pale unapowazidi katika maeneo mengine kama umiliki wa mpira na kufanya jitihada nyingi, lakini wao hucheza kikubwa na kuhakikisha wanasonga mbele. Simba ndivyo walivyofanya dhidi ya Gaborone United, ilikuwa ikifundishwa na Dimitar Pantev, meneja wa sasa wa Simba. Mechi ya kule Botswana, Simba wakiwa chini ya kocha Fadlu Davis wakashinda 1-0, wakishinda kikubwa kwa sababu walizidiwa umiliki wa mpira, kwa sababu Gaborone United walionyesha soka zuri, wakazidiwa maarifa na ukubwa wa Simba. Simba ikashinda 1-0 kwa bao la Elim Panzu Kibisawala. Lakini kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, ni mechi ambayo Simba walizidiwa zaidi na hawa Gaborone United kwenye uwanja wa Mkapa, ambako Simba hujinasibu kwa kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu katika mechi zao nyingi za kimataifa. Mechi hii dhidi ya Gaborone United, Simba walizidiwa mno katika umiliki wa mpira. Simba walizidiwa katika kufika eneo la mwisho, lakini wakacheza kikubwa wakiwa chini ya kocha wa kuazima, kocha timu ya Taifa Stars Hemedi Suleiman Morocco, wakapata sare ya 1-1. Ni kwa sababu inafahamika baada ya ushindi wa 1-0 kule Botswana, Simba walihitaji sare yoyote au ushindi wote ili kusonga mbele. Wakati huo wakiwa tayari wameshampoteza kocha Fadlu Davis alikwenda kujiunga na Raja Casablanca ya Morocco, Simba walilazimika kucheza kikubwa mpaka mapumziko. Gaborone United wanamiliki mpira kwa 58%, Simba 42%. Mpaka mapumziko Gaborone United wakiwa wameshapiga mashuti 6, 3 yamelenga shabaha, Simba ikiwa imepiga mashuti 2 tu, wakapata sare ya 1-1. Baada ya Gaborone United kusawazisha bao hilo katika kipindi cha pili, Simba wakasonga mbele kwa ushindi wa jumla wa 2-1. Ndipo wakampata meneja Dimitar Pantev kutwaa mikoba iliyoachwa na Fadlu Davis. Sasa akicheza kwenye mchezo wake wa kwanza katika michuano ya CAF akiwa na waajiri wake wapya Simba, meneja Dimitar Pantev akaonyesha kile ambacho mashabiki wengi hutambulisha soka lake kama pira tatu, pira Pantev. Ndio mpira ambao mwisho wa siku ukawafanya wapate ushindi wa mabao 3-0, huku Simba ikionekana imebadilika katika maeneo mengi na kuwaduaza baadhi ya mashabiki kwa kuona ndani ya muda mfupi Simba ikicheza hilo pira tatu ikipata matokeo ya ushindi wa 3-0. Lakini sio hilo tu, namna ilivyocheza ndio gumzo. Lakini sio hilo tu, kuna baadhi ya mambo mengine madogo ambayo yalifanya mashabiki wengi wa Simba wawe na bashasha tele na kuamini kwamba kwa sasa wao ni unstoppable katika kwenda tena kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wakitambua kwamba kwenye mechi marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspur watahitaji ushindi wowote ili wasonge mbele kwenye hatua ya makundi, watahitaji sare yoyote ili wasonge mbele, lakini hata wakifungwa basi wasifungwe kwa mabao zaidi ya 2. Wakifungwa 1-0 watasonga mbele, wakifungwa 2-0 watasonga mbele, wakifungwa 3-1 wanasonga mbele, kwa sababu ya ushindi wa mabao 3-0 waliopata kule Eswatini. Sasa maeneo hayo ni yapi ambayo yalizua shaka kabla ya mechi, lakini baadaye ilionekana kwamba mwalimu Dimitar Pantev ambaye kwenye klabu ya Msimbazi Simba anatambulika kama meneja, alifanya makubwa katika kipindi kifupi tu tangu atue kwa wekundu wa Msimbazi kutoka Gaborone United. Kwanza juu ya muundo wa kikosi chake. Katika siku hii
Dimitar Pantev alianza na Yakub Suleiman. Tunafahamu kwamba Kamara anaumwa, ambaye ndiye regular starter, huanza mara kwa mara. Lakini nambari 2 alicheza na Kapombe, hakukuwa na mjadala katika hili. Namba 3 Anthony Mligo, yeye si mzoefu sana kwa michuano ya CAF, lakini tangu atoe Simba akitokea Namungo amekuwa miongoni mwa wachezaji wa kutumainiwa kwenye nafasi hiyo, hasa baada ya kuondoka kwa alikuwa na udhao wao Mohamed Hussein Shabalala. Lakini hapa palizwa gumzo, alianza Wilson Nangu akiwa na Rushaine De Reuck. Yes, Rushaine De Reuck. Ni kwa nini palishtua kidogo kwa baadhi ya mashabiki? Wanafahamu Shamu Karabu yupo na ndiye ambaye hucheza mara kwa mara katika eneo hili, kama anapokuwapo na Ken Abdurazak Hamza na Rushaine De Reuck. Lakini Shamu Karabu yupo nje, anaanza Wilson Nangu, mchezaji kijana ambaye hana experience, hana uzoefu, hajawahi kucheza mechi yoyote ya michuano ya CAF tangu kuzaliwa kwake, kwa lugha nyingine katika karia yake. Maana ukiondoa msimu uliopita alikuwa JKT Tanzania, nyuma yake, yani msimu kabla msimu uliopita alikuwa anashiriki championship akiwa katika timu ya TMA. Ilishtua kidogo, lakini ndiye Dimitar Pantev alimwamini akamwanzisha. Ni beki mzuri, ameshathibitisha ubora akiwa JKT Tanzania, lakini kwa level ya kucheza katika mechi muhimu sana ya Simba kwa nia kufuzu kwenda hatua ya makundi, wakicheza ugenini, mechi ya CAF ambayo yeye hajawahi kucheza, mwalimu akamwanzisha, na huku nje kukiwa na Shamu Karabu, na huku ikiwa partnership ile pacha ya yeye na Rushaine De Reuck, mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini, mzoefu aliyetoka Mamelodi, hawajawahi kuonekana katika michuano hii. Ilishtua, lakini mwalimu Dimitar Pantev kwa ujasiri mkubwa, akiwa anawajua vizuri wachezaji wake, namna wanavyotekeleza mipango yake mazoezini, alimwanzisha. Lakini hapa akashangaza tena, maana katika kucheza ilionekana Simba wameanza na kiungo mmoja tu mwenye asili ya kuzuia, naye ni Nabi Kamara. Ndio, lakini kumbuka ana Mzamiru Yasini nje, lakini kumbuka ana Yusuf Kagoma wako nje, lakini mwalimu anaanza na kiungo mmoja tu mwenye asili ya kuzuia. Viungo wengine alioanza nao 4, hawa wote ni asili ya ushambuliaji, sio kuzuia. Lakini sio hilo tu, akawa na mshambuliaji kinara pale mbele katika mfumo unaonekana ni baada ya golikipa kwa na 4-1 kwa mtindo huu, ambao ni nani hapa mbele? Kulikuwa na Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua, Elim Panzu Kibisawala, Neo Maemba. Yes, huku mshambuliaji kinara akiwa Suleiman Mwalimu. Ni kikosi ambacho baadhi ya mashabiki wakizama ndani zaidi kujaribu kuangalia kiufundi, wanaona kulikuwa na shaka, kwa sababu wako ugenini, wanahitaji kuwa salama sana, kucheza kijanja, wakizuia zaidi dhidi ya Nsingizini Hotspur, mabingwa wa ligi kuu ya Eswatini msimu uliopita katika ligi yao. Halafu mwalimu anaanza na kiungo mmoja wa asili ya kiukabaji. Hofu ni kwamba wakati Simba inaposhambuliwa watakuwa exposed, kwa sababu hawa akina Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua, Neo Maema, Elim Panzu Kibisawala pengine wasitoe msaada wa kutosha pindi wanaposhambuliwa kwa kiungo wao huyu Nabi Kamara ambaye analinda ukuta wa watu 4. Lakini hofu nyingine ni kwamba Kamara ambaye ameonekana katika baadhi ya mechi tangu asajiliwe na Simba msimu huu, ni kwamba haonekani kuwa mzuri sana katika kumiliki mali. Ndiyo, na hasa anapofanyia shinikizo, kwa kuzingatia kwamba yuko peke yake, utakuwa na wachezaji wengi wa Nsingizini wakija kumfanyia shinikizo, ikawa ni hofu. Lakini hofu nyingine, pasi zake, kwamba wakati mwingine ni pasi mkaa. Ndiyo, mtoaji mzuri wa pasi, lakini pasi zake nyingine hupotea, ni shaka nyingine. Lakini ilikuwa na hofu juu ya baadhi ya wachezaji kama Neo Maema, hana kasi kiivo ya kuja kutoa msaada katika eneo la ulinzi pindi wanashambuliwa. Lakini Dimitar Pantev alikuwa anajua nini anachokitaka katika mechi hii. Ni katika mechi ambayo mbali na kushangaza kikosi, akashangaza tena jambo lingine. Simba ikawa inamiliki kwa kwenda mbele, pasi zake nyingi za kwenda mbele, muda mwingi Suleiman Mwalimu akiwa anatekeleza jukumu la kwenda kuwa hold mabeki wawili wakati wa timu pinzani kama mshambuliaji kinara. Elim Panzu Kibisawala, tofauti na ilivyozoeleka kwamba mara nyingi atakuwa ndani, yeye alikuwa na jukumu maalum la kuhakikisha huyu mwamba beki mbili Nkosingipile Shongwe wa timu ya Eswatini haleti madhara hivyo. Huyu ni Mpanzu, huyu Nkosingipile. Muda mwingi kulikuwa na beto katika eneo hili la Mpanzu na huyu mwamba. Mpanzu alizoeleka kwamba kila mpira akipata hukimbia zaidi, kujaribu kudribu, kukokota kwenda kwa wapinzani. Mechi hii alifanya vyema jukumu la kustiki na huyu mwamba, mara chache akiingia ndani kufanya majaribio, lakini muda mwingi akimfanya Nkosingipile asiwe na mwendo kwenda huku kwa Anthony Mligo. Pale Anthony Mligo alipokuwa akipanda, ndipo yeye walau katika baadhi ya nyakati alionekana akiingia ndani. Lakini kwa viungo wengine,
Jasha Aua kama kawaida alikuwa kila mara yupo huku. Joshua Budo Mutale wote performance alikuwa katika eneo hili mara kwa mara, lakini wakati huo Neo Maema alikuwa sio tu anaenda huku kuongeza mapana ya uwanja, lakini wakati mwingine Shomari Kapombe anapopanda yeye alikuwa akiingia ndani kwenda kuongeza idadi, lakini vile vile Kabara yeye alikuwa akicheza zaidi eneo la kati kama ilivyotarajiwa, akiwa anashirikiana vyema na Wilson Nangu pamoja na Rushen Deroko. Lakini Wilson Nangu muda mwingi wakati Mligo akipanda kwenda kuongeza idadi ya wale wanaoshambulia akiwa kama kiungo wa ushambuliaji pindi wanapopanda, Wilson Nangu alikuwa akicheza kama beki wa kushoto muda mwingi, na Nabi Kamara akija kuchukua nafasi yake akidrop eneo hili wakati yeye akienda huku. Kwa ufupi kulikuwa na lot of rotational movement katika eneo hili kuifanya Simba iendelee kwa salama hata katika mipira michache ambayo Nsingizini Hotspur walikuwa wakiipata. Sasa matokeo yake Simba nini ilichokifanya? Muda mwingi wa mchezo mpira ulikuwa ukichezwa katika eneo la Nsingizini Hotspur. Muda mwingi wa mchezo Nsingizini Hotspur hawakuwa wakipata nafasi kuja kumsumbua Yakub Suleiman. Ni mara chache walikuwa wakifika, lakini hatari zilikuwa chache ambazo matokeo yake wachezaji wake akina Joel Mandondo, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, wachezaji wake kama Kingsley Kwaki, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, lakini pia beki wake mbili Nkosingipile Shongwe ambaye ndiye aliyefunga bao pekee la ushindi katika mechi dhidi ya Simba Bora waliocheza pale pale nchini Eswatini na kuwafanya matokeo ya jumla yawe 1-1, wakaenda mikwaju ya penalty wakashinda 4-2 na hivyo kuingia katika raundi ya pili wanaocheza dhidi ya Simba. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Eswatini wala hakupata nafasi ya kuja kuidhuru Simba kwa sababu Mpanzu alikuwa anamfanya ashindwe kufanya jukumu hilo. Mpanzu hakuwa akimpa nafasi. Mpanzu hakuwa just a dribbler kama ilivyozoeleka, lakini alikuwa akifanya kazi kubwa ya kumpini huyu Nkosingipile asilete madhara. Maana Nsingizini Hotspur miongoni mwa nyota wao ambao huwadhuru mno wapinzani ni pamoja na Nkosingipile, beki mbili ambaye hucheza kama winga. Style yake ya kucheza ni kama Kapombe na hufunga mabao kama alivyothibitisha katika mechi dhidi ya Simba Bora ya Zimbabwe. Lakini wana nyota mwingine aitwaye Sizwe Kumalo. Yeye Sizwe Kumalo alikuwa akicheza katika eneo hili, ni miongoni mwa wachezaji nyota katika Nsingizini Hotspur alitarajiwa kusababisha madhara kwa Simba. Ndiye kiungo bora wa ligi kuu Eswatini msimu uliomalizika 2024-25. Alikosa fursa, matokeo yake muda mwingi akajikuta akisaidia kazi ya kuzuia timu yake isidhurike. Ilieleweka dhana ya Dimitar Pantev kujiamini kumwacha Nabi katikati peke yake ni kwa sababu alijua wanakwenda kucheza kile ambacho husema kumfanya mpinzani acheze chini ya shinikizo la kama blanket la kuwafunika wasipumue, to make them play under the coach. Ndivyo walivyofanya Simba mpaka mapumziko wakiongoza kwa bao 1-0 lililofungwa na Wilson Nangu, mchezaji ambaye ni mechi yake ya kwanza ya kimataifa, bado akafunga bao kuelekea mapumziko kutokana na mpira wa kona uliopigwa na Neo Maema. Simba wakaongoza 1-0 mpaka mapumziko, wakiwa ugenini 1-0, lakini Simba ikawa ikimiliki mpira kwa 52% dhidi ya 48 za wenyeji, jambo ambalo lionyesha improvement katika kumiliki mpira kulinganisha na walivyocheza dhidi ya Gaborone United. Lakini hiyo itoshi, Simba wakawa wameshapiga mashuti 7 kati yao mawili yamelenga lango, wenyeji wapiga mashuti 7, hakuna alilenga shabaha kwa sababu kufika kwao kulikuwa si kwa kimahesabu, walikuwa wakifika kwa nadra tena kujaribu kufanya mashambulizi ya kushtukiza na mipira mingi kupiga nje, na ndio maana hakuna mpira wowote ulilenga shabaha kwenye lango la Simba. Lakini Simba ilikuwa inacheza kwa kasi sana, pasi nyingi zikiwa za moja kwa moja miongoni mwa ya kuduaza, lakini ni katika kipindi ambacho baadhi ya wachezaji, aina ya uchezaji wao ilishangaza. Neo Maema ambaye baadhi ya mashabiki walishaanza kuona ni mchezaji ambaye sio wa kasi kama alivyokuwa Mamelodi enzi zake, mzito, lakini akathibitisha mwalimu Dimitar Pantev kwamba kumbe Neo Maema ana kasi haswa pindi akipewa majukumu, na ndicho kilichotokea. Joshua Budo Mutale eneo la kati, wakati mwingine alionekana kana kwamba ni ndo Iniesta kutokana na namna alivyokuwa kimuvu na mpira, bila shaka kutokana na maelekezo ya kocha Dimitar Pantev. Lakini sehemu ambayo ilionekana imara pia ni eneo la kiungo. Nabi alicheza vizuri sana akipata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa kina Jasha Aua ambaye alikuwa akikimbia sana pia katika mechi ambayo mpaka mapumziko Simba walionyesha identity yao, utambulisho wakiwa chini ya Dimitar Pantev kwamba ni marufuku mchezaji kutembea. Muda mwingi wakikimbia muda wote, lakini pili, pasi zao nyingi zikiwa ni direct tena za wima za kwenda mbele. Hakuna pasi nyingi zile za pembeni kushoto kulia wala za kurudi nyuma kwenda kwa kipa Yakub Suleiman. Mara nyingi pasi zikienda mbele tena kwa kasi
Kwa lugha nyingine, Simba wakawa nufaika na ile dhana ya muda na nafasi. Time and space walitumia vema, na matokeo yake kwenda kwao kulikuwa kwa hatari zaidi. Kipindi cha pili, Mwalimu Dimitar Pantev akafanya maajabu mengine katika substitutions, katika mabadiliko ya wachezaji wake. Kwanza alianza kutoka, alikuwa ni Selemani Mwalimu, akaingia Jonathan Soa mwanzo tu kipindi cha pili. Na hiyo ilitokana na ukweli kwamba pamoja na Simba kucheza vyema, lakini mahusiano, muunganiko wa pasi kwenda kwa mshambuliaji wa mwisho kwa Selemani Mwalimu kulionekana kidogo hakuko sawa. Alipoingia Jonathan Soa, yeye akawa akicheza kulia, kushoto, kati, akiwa anakimbia maeneo yote, na hasa upande huu wa kulia alikokuwa akipata huduma kutoka kwa Shomari Kapombe. Lakini akafanya tena mabadiliko mengine. Baada ya kukimbia sana kwa Neo Maema, baada ya Jasha Ahua, akawatoa wote pamoja na Joshua Budo Mutale. Waliokuja kuingia, alimuingiza Yusuf Kagoma na kufanya sasa eneo la kiungo wawe wawili kutoka kiungo mmoja ambaye ni Nabi, akamuingiza Kibu Dennis Prosper kujaribu kuongeza kasi kwenye kushambulia akiungana na Jonathan Soa, akamuingiza Boris Abraham fundi, kijana mwenye jicho la kuona wapi pa kupiga mpira. Matokeo yake utawala wa Simba uliongezeka, hatari za Simba kuelekea kwa Nsingizini Hotspur ziliongezeka. Mahusiano kati ya wachezaji wao wakati, tunamaanisha Morris Abraham, Nabi, Kagoma, Kibu Dennis Prosper, na Mpanzu aliendelea kuwapo katika eneo la kushoto akimfanya Nkosi Ngipili asiendelee kuwa na madhara. Simba ikawa kali zaidi. Haikushangaza kuona mabadiliko hayo yakiwafanya Nsingizini Hotspur wazidi kutepeta, wachezaji wao nyota washindwe kufanya yoyote ya kutisha. Mwisho wake Kibu Dennis Prosper akafunga mabao mawili ambayo wahusika katika kuyatengeneza walikuwa ni pamoja na wale wachezaji walioingia katika kipindi hicho cha pili walioingia kwa pamoja. Bao lipo ambalo lilimhusisha Kagoma na Nabi eneo la kati, pasi kwenda kwa Morris Abraham, kamlamba mtu chenga moja kwa moja akampigia Kibu Dennis Prosper akafunga. Bao lingine ni mpira uliomkuta Jonathan Soa, akaenda vyema akapiga back heel pass kwenda kwa Kibu Dennis Prosper, aliweka mpira wavuni. Mwisho wa siku Simba wakaondoka na ushindi wa mabao 3-0, ushindi mnono. Lakini lingine lililodhihirisha na kujenga matumaini kwa wana Simba, baadhi ya maswali ni kwamba kumbe Shamu Karabu anaweza kuwa nje, akaanza Wilson Nangu alikuja kutoka kaingia Shamu Karabu, na Shamu Karabu alicheza vyema sana, alishiriki katika ujenzi wa shambulizi ya bao mojawapo la Kibu Dennis Prosper. Kumbe kati anaweza wakaanza, huku Kagoma yupo akiendelea kusoma mchezo, na bado akaja kuingia akaleta madhara kwa wapinzani. Kumbe Neo Maema anaweza kukimbia kwa kasi sana katika kutekeleza mpango kazi wa mwalimu. Kumbe Jasha Ahua anaweza akatolewa wakaingia wengine kama Morris Abraham afu akaleta matokeo. Kumbe Elimpanzu Kibisawala anaweza kuwa na mchango kwa timu, hata sio wa kukimbia kwa ajili ya kila mpira kutaka kudribble wakati mwingine ikipotea, lakini anaweza kutekeleza jukumu zuri la kimbinu kuhakikisha wachezaji hatari wa timu pinzani walete madhara, huku yeye pia akishiriki katika kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kumbe kuacha kudribble mpira pasi na sababu, unaweza kukuta mpira pale panapohitajika, na sio lazima kila mpira ukokote, kwa sababu wakati mwingine unajipunguzia fursa ya kufunga. Hilo lilithibitishwa na Morris Abraham, alikuwa ameshampiga mtu chenga, nafasi ilikuwepo, lakini akawa tayari ameshascan kuona kwamba Kibu Dennis Prosper yuko kwenye nafasi nzuri, hakuchelewa, alipiga pasi ndefu ya moja kwa moja ambayo Kibu Dennis Prosper alitumia vizuri. Kumbe Kibu Dennis Prosper anaweza akafunga kwa kutumia maarifa zaidi kuliko nguvu. Kibu Dennis Prosper ufahamika ni mtu wa mashuti, na ndiye maana kuna kipindi alikuwa akiitwa Kibu mkandaji. Lakini katika michezo dhidi ya Nsingizini Hotspur alifunga mabao mawili, lakini si ya kukanda, yalitumia akili zaidi. Bao alilofunga kwa pasi ya kisigino kutoka kwa Jonathan Soa alitumia brain zaidi kwa tani kali aliyoifanya na kuweka mpira wavuni. Bao alilofunga kwa pasi kutoka kwa Morris Abraham lilikuwa ni Messi style, mpira ambao alipiga kama kwa kuulob, kwa kuinua, akitumia akili zaidi kuliko nguvu kama ambavyo huzoeleka. Kwa sababu katika msimu uliomalizika 24-25 kwenye kombe la shirikisho, Kibu Dennis Prosper anafahamika kwamba kupiga mashuti amejaliwa. Alikuwa mechi 12 alicheza zote, alipiga mashuti 34. Kati ya haya mashuti aliyolenga shabaha alikuwa 10, akafunga mabao 3. Kwa lugha nyingine, mashuti 24 kati ya 34 aliyopiga yalikwenda nje, lakini katika hayo 10 akawa amefunga mabao 3. Sasa kwa aina hii ya upigaji mashuti wa Kibu, pengine Dimitar Pantev amezungumza naye na kumsisitiza awe mtulivu karibu na lango la wapinzani, anapopiga atumie maarifa mengi zaidi, na ndicho kilichotokea, kwa sababu Kibu alicheza dakika chache uwanjani, aliingia katika kipindi cha pili kwenye dakika ya 60+,
lakini bado nafasi alizozipata akazitumia vyema kwa kufunga mabao mawili safi. Lakini ujumbe mwingine, kumbe sio kila unapokuwa katika nafasi nzuri ujaribu kufunga, bali kama kuna mwenzako kwenye nafasi nzuri zaidi ndio umpasi. Maana kuna tofauti kuwa katika nafasi nzuri na kuwa katika nafasi nzuri zaidi au nafasi nzuri sana. Hilo lilithibitishwa na Jonathan Soa baada ya kupata mpira kwa Kapombe, baada ya kudribble, kuwazidi maarifa walinzi wa Nsingizini Hotspur. Yeye kama mshambuliaji kinara alikuwa na uwezo wa kufanya majaribio kutaka kufunga hapo, pengine mpira ungekwenda nje. Nini alifanya? Aliona kumbe Kibu Dennis Prosper yuko katika nafasi nzuri zaidi, akampa pasi ya kisigino, Kibu akaeka mpira wavuni. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba Simba inaposhambulia inashambulia kwa idadi kubwa kiasi ya kwamba inaongeza nasibu ya kufunga. Wakati Kibu Dennis Prosper anafunga, kuna wachezaji walikuwa katika nafasi nzuri pia ya kufunga. Mpanzu angeweza kufunga kama Kibu angeamua kumpa pasi, lakini pia kulikuwa na Anthony Mligo, beki tatu, alikuwa ameshaingia ndani ya eneo la hatarishi, eneo hatari la Nsingizini na kuwa tayari kufunga endapo angepasiwa. Ukiongeza na Jonathan Soa mwenyewe alikuwa na mpira mguuni akiwa na uwezo wa kupiga shuti, maana Simba ilikuwa na wachezaji wanne katika bao lingine lile mojawapo lilofungwa na Kibu Dennis Prosper, kwa maana kwamba Jonathan Soa alikuwa na uwezo wa kufunga, kufanya majaribio ya kufunga. Kibu ambaye ndiye alipata nafasi hiyo na akafunga, lakini kulikuwa na Mpanzu anaweza kufunga, alikuwa huru kutokana na ukweli kwamba Jonathan Soa aliwachukua watu ambao aliwafanya wenzake wawe huru, akiwemo Kibu, Mpanzu, lakini pia Anthony Mligo alikuwa na uwezo wa kufunga. Wachezaji wanne wa Simba katika bao mojawapo lile alilofunga Kibu walikuwa na uwezo wa kufunga, na Kibu akatumia nafasi hiyo kwa usahihi. Kwa lugha nyingine, mechi hii imedhihirisha mambo mengi ambayo Dimitar Pantev ameanza vyema na pira lake tatu. Pira la kasi, pasi nyingi lakini za kwenda mbele, pasi nyingi ambazo nafasi inayopatikana wanaojaribu kufunga ni wale wanakuwa katika nafasi nzuri sana, lakini pia kuhakikisha kwamba anapanga kulingana na mpango kazi na utekelezaji wa majukumu, sio kwa kuangalia majina. Swali ni kwamba je, Dimitar Pantev pira lake hili litaendelea pia katika mechi nyinginezo? Kwa sababu kama ikiwa hivi, maana yake wapinzani wake katika michuano mbalimbali wanaoshiriki wajipange haswa. Hakika Dimitar Pantev katika mechi yake ya kwanza ya kimataifa ameanza vizuri sana. Ameifanya Simba ibadilike ndani ya muda mfupi, ikicheza kwa kasi kweli kweli, ikipiga pasi nyingi za moja kwa moja kwenda kwa wapinzani na sio vipasi vya kwenda kushoto kulia ama kwenda kwa kipa, lakini akidhihirisha jambo lingine zuri sana hili la kuchezesha wachezaji bila kuangalia majina, bali uwezo wao katika kutimiza mipango kazi yake. Maana Simba na wachezaji bora sana karibu katika kila nafasi, ni juu ya mwalimu kuona namna gani watumie kwa maelekezo yake. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, kumbuka kwamba Nsingizini Hotspur katika msimu ulioisha wa ligi kuu ya Eswatini, msimu mzima mechi 26 walikuwa wameruhusu mabao 14 tu, wao wakifunga mabao 44 na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Eswatini wakiwa na pointi 60. Lakini kwenye mechi dhidi ya Simba wameruhusu mabao matatu, ambayo ukilinganisha na mabao walioruhusu kwa msimu mzima kwa ligi kuu ya Eswatini 2024-25 utagundua ni around asilimia, maana itakuwa ni 3 ya 14 zidisha kwa 100. Utagundua Simba kwenye mechi hii moja tu wamefanya Nsingizini iruhusu around asilimia 21 ya mabao yote walioruhusu katika msimu uliopita kwenye ligi kuu yao kama unalinganisha. Kwa hiyo walikutana na timu ambayo ni imara katika ulinzi, na ndio timu iliyokuwa imeruhusu mabao machache kuliko timu zote katika ligi kuu ya Eswatini, lakini Simba wakaipiga mabao 3-0, lakini huku wakicheza mpira mzuri sana wa pasi nyingi lakini za kwenda mbele. Wakiendeleza hayo, ni dhahiri kwamba pira tatu linaweza kuipeleka Simba next level. Swali ni kwamba je, wataendeleza mazuri haya na kufanyia kazi baadhi ya kasoro zilizojitokeza, ikiwamo pale wanapopigiwa mipira mirefu kwenda nyuma ya mabeki wao? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.